Sifa za hali ya uvuguvugu katika kanisa au hali ya uvuguvugu, waamini walio na uvuguvugu, sifa zao ni zifuatazo. Andika hizi sifa. Sifa ya kwanza, watu walio na uvuguvugu kama hawa ndugu hao, sifa ya kwanza, hawana bidii ya kweli na Mungu. Hawana bidii ya kweli na Mungu. Kwa nini wanapoteza bidii ya kweli na Mungu? Kila wanachofanya kwa Mungu ni kwa maslahi yao binafsi kabisa. Hawana bidii ya kweli na Mungu, yaani mambo ya Mungu hayawaangaishi moyoni. Huna bidii ya kweli. Wale ambao hatujapoa, Bwana asifiwe. Wale ambao hatuna uvuguvugu, Bwana asifiwe. Mimi wewe unaitikia alafu uko mbele ya Yesu Bwana. Jina la Yesu libarikiwe. Sasa angalia jambo la pili. Sifa ya pili, wanaonekana kuwa wa kiroho lakini hawana nguvu za kiroho. Sasa chunguza hilo. Yaani matendo yako kwa kweli ni ya kiroho. Bwana asifiwe wapendwa, tuingie kwenye maombi lakini unazo nguvu za kiroho. Wanaonekana kuwa wa kiroho, yaani ni wenye sifa ya kuwa wataua, lakini hawana nini? Nguvu za kiroho hawana. Tena tu sio hawana, wanazikataa nguvu za kiroho. Wanazikana. Kwa sababu eneo la kwanza la kujua kwamba hauko vuguvugu ni power, ile nguvu ya kiroho, ule moto wa ndani. Fungua Timotheo wa pili sura ya 3 mstari wa 5. Wenye mfano wa utauwa, lakini wakikana nguvu zake, na hao nao ujiepushe nao. Alikuwa anamwambia habari ya siku za mwisho. Ufahamu hili, siku za mwisho kutakuwa na nyakati za hatari. Maana yake watakuwepo watu ambao wana mfano wa utauwa. Sema mfano wa utauwa. Yaani ukiwatazama hivi ni watu wa kiroho kabisa, lakini hawana nguvu za nini? Za kiroho. Na wanazikana nguvu za kiroho. Unasema wanazikaneje? Kwa sababu hawajazihitaji ndani yao, ila wanafanya mambo yote ya kiroho, lakini wakikana nguvu zake. Anamwambia Timotheo ujiepushe nao hao, siku za mwisho zitakuwa nyakati za hatari. Yaani saa hizi kila mtu ni Bwana Yesu asifiwe ukienda huko mtaani, lakini cheki nguvu za kiroho ziko wapi? Kwa sababu ufalme wa Mungu hautekwi na maneno, ni nguvu, ni power. Jina la Yesu libarikiwe. Ni nguvu, ni power. Sasa angalia sifa nyingine ambayo wanayo. Kwa hiyo lazima ujicheki. Ninapozungumza sifa hivi nazungumza na waamini. Waamini maana yake watu waliookoka. Ujicheki, mimi na uvuguvugu au sina? Nguvu za kiroho unazo za kiwango gani? Kwa sababu kuna mambo ya kiroho ili yaende yanahitaji power, yanahitaji nguvu za kiroho. Kuna mambo hayaheshimu maneno yako, yanataka yaone nguvu, yanataka yaone moto unaotoka ndani yako. Sasa angalia sifa ya tatu, wanajisikia kuwa wana kila kitu lakini kiroho ni masikini. Sasa hili ndio kanisa la Laodikia. Yaani unajisikia kabisa una kila kitu. Unasema mwalimu najisikiaje? Ngoja nikupe mfano. Umewahi kutana na mtu anasema mkiwa kwenye maombi anasema wapendwa ni muhimu uwe na macho ya rohoni. Yaani ukiwa na macho ya rohoni Mungu atakuwa anakuonyesha vitu. Alafu huyu anayezungumza anahubiri hivyo macho ya rohoni yeye mwenyewe ana. Unajua kinachomsaidia ni nini? Anajisikia moyoni kwamba anacho kila kitu lakini hana. Umewahi kutana na mtu ambaye ameokoka alafu anajiona yuko huru kumbe kafungwa? Yaani hicho ni kifungo mara mbili. Sasa unajua watu waliomuonaga Mungu kwenye Biblia toka Agano la Kale hadi Jipya ni wale waliojifunza kujiambia ukweli. Ameokoka anasema Mungu mimi nimeokoka, lakini haya macho ya rohoni nayasikiaga tu. Ndio yakoje haya? Haya masikio ya rohoni nayasikiaga tu. Nipatie haya macho. Unasema mwalimu mimi ninayo. Ungekuwa nayo ungekuwa unatumbukia tu kwenye mashimo. Yaani saa nyingine hivi naongea na mtu hapa, mwingine yuko kwenye shimo hadi hivi ninavyoongea. Katumbukizwa tu na rafiki yake. Ungekuwaje unatumbukia tu? Uchumi wako unatumbukia. Ungekuwa na macho, si unaona? Unasema pale pana shimo, pale pana hivi. Wewe unamfanya miandalingi tu, unakanyaga popote. Hauoni miba, hauoni nini. Sasa ndio ubaya wa uvuguvugu. Unajiona una kila kitu kumbe we maskini wa kiroho. Kanisa la Laodikia lilijiona matajiri kumbe maskini wa neema ya Mungu. Kanisa la Laodikia lilikuwa na kiburi cha mafanikio ya kiuchumi.
na mahali walipo. Neema, ukiitaka neema ya Mungu, kuna watu hawajaponywa kwa sababu uponyaji wao unahitaji neema ya uponyaji. Sifa ya nne, kutegemea mafanikio ya kimwili badala ya kuishi kwa imani. Uvuguvugu unaingia pale tunapoanza kutegemea mafanikio ya nini? Ya kimwili. Sifa ya 5 nimesema wanachanganya mambo ya ulimwengu na mambo ya Mungu. Wanajichanganya. Wakati Warumi 12 mstari wa 2 unasema wala msifuatishe namna ya nini? Ya dunia. Kwa sababu mambo ya ulimwengu yanakunyamazisha, yanazamazisha moto ndani yako. Sasa sifa ya 6 ambayo ni ya mwisho kwa leo, hawajitambui hali yao ya kiroho, yaani wana upofu wa kiroho. Sema upofu wa kiroho. Wana upofu wa kiroho. Kupoteza kutambua hali yako ya kiroho ni hatari. Mathayo 23:23. Ukielewa kweli hivi ninavyofundisha, wengine ndani yao wanasikia roho ya toba, wengine ndani yao wanasikia kwamba Mungu nisaidie, mimi sitaki kwenda, kumbe hivi ninavyofundisha. Nilipokuwa nafundisha nafasi, wengine ndani yao kuna namna kuliinuka kwamba Mungu naomba unisaidie nikae kwenye nafasi na mimi. Vile unavyoanza kusikia moyoni, ndio kufunguliwa kunaanza hapo. Haleluya, watu wa Mungu. Mathayo 23 mstari wa 23 hadi wa 24 anasema, ole wenu waandishi na Mafarisayo wanafiki, kwa kuwa mnalipa zaka za mnanaa na binzali. Hizi mnanaa na binzali ni viungo hivi vya mboga, si mnajua, na pilau. Mnalipa zaka za mnanaa na bizali na jila, lakini mmeacha mambo makuu ya sheria, yaani adili na rehema na imani. Hayo imewapasa kuyafanya, wala yale mengine msiache. Anasema hiyo imewapasa kufanya, wala yale mengine msiache. Sababu Biblia ya Kiingereza lile neno adili linazungumza haki. Viongozi vipofu wenye kuchuja nini? Mbu. Unaona Yesu lugha aliyotumia hiyo. Nataka uelewe. Viongozi vipofu wenye kuchuja mbu na kumeza nini? Kamia. Sasa sikiliza. Jina la Yesu libarikiwe. Viongozi wanachuja nini? Wanameza nini? Huu msemo mzuri sana wa Yesu, wa mafumbo. Wa mafumbo. Na hii sura utaona amezungumza ole ole. Sasa sikiliza shule hapo ambayo Yesu alikuwa anaitoa kwa dakika 2 tu. Sikiliza. Jina la Yesu libarikiwe. Hiyo ni shule ya mafumbo. Pale juu ameanza kwa kuambia, ole wenu ninyi waandishi na Mafarisayo. Wale walikuwa ni viongozi wa kidini, watu waliosoma sheria, Torati. Anawaambia ole wenu, kwa sababu ninyi mnalipa zaka. Walikuwa wanalipa zaka, zaka za mnanaa, zaka za bizali na jila. Hizi zaka hizi, kwa nini ametaja yale? Ile ni mimea ambayo ni viungo, inatumika kama viungo. Product yake ni viungo kwenye mboga, viungo kwenye pilau. Si sawa eh? Unanielewa anachosema? Lakini walikuwa makini sana kwenye kutoa zaka ya hivyo vitu. Alafu wao wakajua utakatifu wao ni kwenye kutoa hizo zaka. Lakini mambo makuu, angalia ile sentensi. Anasema lakini mmeacha mambo makuu ya sheria. Kwa hiyo anataka kumaanisha nini? Haya mambo mnaofanya yako sawa, ni sahihi, lakini mmeacha, kuna mambo makuu ambayo mkifanya haya mkayaacha haya, mmefeli. Anasema mmeacha mambo makuu ya sheria, adili na rehema na imani. Hayo imewapasa kuyafanya, wala yale mengine msiache. Kwa anazungumza yale ya kutoa zaka msiache, lakini mnapofanya yale, kwa nini mmeacha haya makuu? Adili, haki. Mmeacha. Walikuwa ni watu wamekosa upendo, hawatendi haki, lakini zaka wanakumbuka vizuri. Haleluya, watu wa Mungu. Sasa anamaliza pale kwa mfano huo, ule mstari wa 24. Anamaliza kwa kusema viongozi vipofu wenye kuchuja mbu na kumeza ngamia. Huu ni usemi wa picha au wa fumbo. Haleluya, watu wa Mungu. Ulilenga kufunua unafiki na upofu wa kiroho wa viongozi wa dini.
sababu walikuwa na upofu. Yaani kuna vitu wanavisimamia na wanavifanya, lakini yale mambo makuu wameyatelekeza pembeni. Nasema nyinyi vipofu. Na unajua kwa nini walikuwa vipofu? Walikuwa hawezi kutambua hali ya kiroho walionayo kwa sababu ya upofu wa kiroho. Sasa angalia, anaposema kuchuja mbu, kwenye utamaduni wao wa Kiyahudi, vinywaji vyao havikupaswa kuingiliwa na mdudu anaitwa mbu. Kwa walikuwa makini, wanapochukua vinywaji lazima wavichuje ili wasije wakanywa ndani yake kukiwa na mdudu anaitwa mbu, kwa sababu kwao itakuwa ni unajisi. Unanisikia anachosema? Sasa yule mbu ni mdudu mdogo, lakini huyu mdudu mdogo walikuwa na umakini naye sana, ila wako tayari kumeza ngamia kuliko kumeza mbu. Sasa ngamia ni mnyama mkubwa, mbu ni mdudu, lakini walikuwa tayari kumeza mdudu, kumkataa mdudu wameze ngamia. Unaelewa maana yake nini? Anapozungumza mdudu, maana yake walikuwa tayari kuzingatia mambo madogo madogo, ila makuu hawana muda nao. Kwa hiyo mbu anabeba picha ya mambo madogo madogo, hasemi sio ya muhimu, ni ya muhimu, lakini kwa nini uyape kipaumbele yale makuu yaweke pembeni? Ndio maana wanachuja mbu wasije wakanajisika. Wakasahau pia ngamia, ngamia kipindi kile kwenye Uyahudi wanaweza wakanajisika ukimmeza ngamia. Sasa wewe jiulize, ili koo linakataa kumeza mbu, linataka limeze ngamia. Lugha ya picha, mbu anawakilisha yale mambo ambayo yako kabisa kwenye Torati, kutoa zaka na nini, lakini kuna mambo ya haki, uaminifu, adili wameyaacha. Hayo mambo ndio Yesu anayachukulia kama ngamia. Mmeyaacha, kwa mnafanya ubadhirifu, mnafanya uhuni, hamna upendo, mnafanya unafiki nyinyi, mnasafisha nje lakini ndani mmekuacha. Watu wakiona mnavyotoa zaka wanasema haleluya, tuwapate wapi? Hawa ndio viongozi wetu. Lakini yale maisha ya ndani ya haki, utakatifu, uaminifu mmeacha, mnafanya vibaya. Kwa hiyo mmekubali msimeze mbu, ila mnataka mmeze ngamia. Ndio Yesu alikuwa anazungumza hicho. Jina la Yesu libarikiwe. Jina la Yesu libarikiwe. Maana yake walipuuza mambo makuu zaidi ya sheria, kama vile haki, rehema na uaminifu. Walionekana watakatifu kwa nje, lakini mioyoni mwao walikuwa na dhuluma, kiburi na ukosefu wa upendo kabisa. Ndio maana ukirudi kule kwenye Mathayo 15 utaona hadi wanatoa mashtaka kwa Yesu. Wanasema, angalia hao wanafunzi wako Bwana, wanakula bila kunawa, wanaarifu mapokeo, hao waandishi na Mafarisayo. Alafu Yesu anawaambia nyinyi ambao mmeshika mapokeo lakini mnayatumia mapokeo kuarifu amri ya Mungu. Alafu mstari ule wa 14 pale katikati anawaambia ninyi ni viongozi vipofu mnaoongoza vipofu wenzenu. Umeona, ukiwa kiongozi ndio maana unatakiwa amshwe. Usikubali kuwa kiongozi. Angalia mstari wa 14, wacheni hao ni viongozi vipofu wa vipofu. Yani viongozi vipofu wa vipofu. Na kipofu akimuongoza kipofu mwenzake watatumbukia wapi? Sasa ukiwa kiongozi, jukumu la kwanza la kuhakikisha usiwe kipofu. Usije ukawa unachuja mbu alafu unameza ngamia. Jina la Yesu libarikiwe. Unachuja mbu lakini unameza nini? Ngamia. Marufuku kuanzia leo kuchuja mbu na kumeza ngamia. Tukichuja mbu na ngamia pia lazima tumuondoe. Jina la Yesu libarikiwe. Kama umenielewa sema amina. Kwa hiyo ule msemo wa Yesu ulikuwa wa picha. Sasa uvuguvugu wa kiroho unawafanya watu wachuje mbu wameze ngamia. Kwa ukimwona mkikaa kwenye kundi, eneo mojawapo la kuonyana, mkikaa hivi, ukiona mwenzako anaenda unamwambia, ndugu yangu, si unachuja mbu alafu unataka tumeze ngamia.